Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Wachina waanza likizo ya siku 8 kwa shamra na shughuli za kuvutia. Mabalozi wa China duniani waadhimisha miaka 76 ya Jamhuri ya Watu wa China, na kituo kikubwa zaidi duniani cha kuteleza kwenye theluji ndani ya jengo cha funguliwa Shenzhen, kusini mwa China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Wachina walianza likizo yao ya siku 8 za kitaifa na sikukuu ya Mid-Autumn Jumatano kwa kushiriki katika shughuli mbalimbali za furaha, mbwembwe na burudani ya kipekee. Tom Wanjala na taarifa hiyo kwa urefu. Maonesho ya gwaride la taa yaliyofanyika katika kaunti ya Sinan, mkoa wa Guangzhou, kusini magharibi mwa China, yalipambwa na densi za midundo zilizochezwa na zaidi ya wapenzi wa taa 10,000 waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wakituma salamu za heri kwa watazamaji. Katika mtaa wa kidijitali wa kisasa ulioko Chengdu, mji mkuu wa mkoa wa Sichuan, kusini magharibi mwa China, watalii walipata nafasi ya kufurahia roboti za kibinadamu pamoja na mbwa roboti. Onyesho la fataki lililofanyika Nanchang, mkoa wa Jiangxi, mashariki mwa China, liliambatana na maonesho ya ndege zisizo na rubani na kuongeza shamra za sikukuu kwa watazamaji. Maonesho mengine ya droni pia yalifanyika katika jiji la Chongqing, kusini magharibi mwa China, kuadhimisha siku ya kitaifa ya China. Mji mkuu Beijing uliandaa tamasha la muziki wa jadi wa Kichina kwa watalii kando ya mfereji mkuu almaarufu Grand Canal, ambako pia kulikuwa na soko maalum kwa wasafiri kununua bidhaa za kitamaduni, ubunifu na bidhaa maalum. Tamasha maalum la muziki wa siku 8 lilifanyika karibu na mto Huangpu jijini Shanghai na kuvutia idadi kubwa ya vijana katika jukwaa la muziki lililounganishwa vyema na masoko ya maonesho. Onyesho la fataki lililofanyika juu ya bandari ya Victoria mjini Hong Kong liliakisi taswira za panda wakubwa na kuwavutia wakazi wa eneo hilo pamoja na watalii. Huko Macau, onyesho la fataki pia lilifanyika karibu na alama kuu za eneo hilo, likiambatana na wimbo maarufu wa jiji hilo unaojulikana kote China kuadhimisha siku ya kitaifa. Mabalozi na wajumbe wa kidiplomasia wa China kote duniani wamefanya shughuli za mapokezi kuadhimisha miaka 76 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Washiriki katika hafla hizo walisisitiza mafanikio ya maendeleo ya China na nafasi yake muhimu katika ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Ronald Mutie anaripoti. Mabalozi wa China na wajumbe wa kidiplomasia kote duniani wamekuwa wakifanya mfululizo wa shughuli na mapokezi ya ngazi ya juu kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 76 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China. Ujumbe wa China katika Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Asia Mashariki, yani ASEAN, uliandaa mapokezi katika mji mkuu Indonesia, Jakarta, siku moja kabla ya siku ya kitaifa ya China. Katika hotuba yake kwenye hafla hiyo, katibu mkuu wa ASEAN Kao Kim Hoon alieleza jinsi mafanikio na maendeleo ya China katika miongo hivi karibuni yalivyohamasisha nchi nyingine, na akasema kuwa mpango wa utawala wa dunia, yani GGI, ambao hivi karibuni ulipendekezwa na rais wa China Xi Jinping, pia unaweka wazi maono ya dunia ya haja ya kushirikiana pamoja. East of China has taken since 1949 has reshaped not only its own destiny but also that of the region and the world at large. At this period, President Xi Jinping's Global Governance Initiative, TCI, offers a valuable reminder of the importance of shared responsibility, inclusivity, and cooperation. It's a principle that resonates closely with ASEAN's own vision for a peaceful and sustainable regional order. Zaidi ya wakuu na wawakilishi 10 wa mashirika ya kimataifa na watu kutoka nyanja mbalimbali walihudhuria mapokezi ya siku ya kitaifa yaliyoandaliwa na ujumbe wa kudumu wa China katika ofisi ya Umoja Mataifa katika mji wa Geneva na ujumbe wa kudumu wa China kwa shirika la biashara duniani WTO mjini Geneva, Uswizi. Congratulations on your anniversary and just the amazing growth we're seeing in China, and as they increase their influence around the world,
and their recognition that humanitarian aid around the world, especially with the help of China, will make a great difference. Wakati huo, katika mapokezi ya siku ya kitaifa yaliyoandaliwa na ubalozi wa China nchini Nigeria, washiriki walibainisha kuwa uzoefu wa maendeleo na China umeweka mfano kwa ulimwengu mzima kufuata. I've actually reaffirmed Nigerians' commitment on behalf of the President of Nigeria on our acceptance and our concurrence and acceptance of the GGI, our cooperation, which is now a comprehensive strategic partnership relationship, is extremely important to us. Siku ya Jumatatu, wawakilishi wa Marekani walihudhuria mapokezi ya siku ya kitaifa yaliyoandaliwa na ubalozi wa China mjini Washington na kusema kuwa wanatarajia maendeleo dhabiti ya uhusiano wa China na Marekani. Where you are today in comparison of where you began is just absolutely fabulous. There is no example in human history of a nation advancing so rapidly. Sera ya China ya kusafiri bila visa inachochea ongezeko kubwa la wageni kuingia nchini humo, ikirahisisha watu kutoka duniani kote kusafiri, kusoma na kufanya biashara nchini China. Kuanzia katikati ya Septemba, raia wa Urusi wenye pasi za kawaida wameweza kutembelea China kwa siku 30 bila visa. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Masaji ya Kichina ni moja ya shughuli maarufu zaidi inayovutia wageni kutoka Urusi. Sera ya kusafiri bila visa pia inarahisisha utalii. And we go next month too. And we are planning next year too. Go Shanghai. Okay. You already planned your next year's trip to China. Yes. Okay. Yes, we love China. When we planned, we take visa by our tour agent. But she said, "Oh no, Chinese planning visa free. Wait." Oh, you and mean wait for it. Okay. Yes, and she said everything It's totally free. Ikilinganishwa na wasafiri wa kawaida wa kimataifa, makundi ya wafanyabiashara na ujumbe wa kitaaluma wanachukua fursa ya sera ya kusafiri bila visa kwa kasi zaidi. The day after the visa-free policy was announced, we received an email from a Russian client expressing their delight at how the policy increased their motivation to visit China. They also inquired about short-term study and educational tour programs for students during holidays, as well as the possibility of briefly studying Chinese in China. Today, an educational delegation from South Korea also arrived in Beijing visa-free for exchanges and visits. For Russian visitors, they tend to favor island getaways in winter, so we tailor several coastal destination plans for them. Kwa mujibu wa mamlaka za uhamiaji za China, wageni walifanya karibu safari milioni 16 kwa kutumia sera za kusafiri bila visa kuanzia Januari hadi Agosti mwaka 2025, ikiwa ni zaidi ya 60% ya wageni wote walioingia nchini. Kituo kikubwa zaidi duniani cha michezo ya kuteleza kwenye theluji kilicho ndani ya jengo kimefunguliwa rasmi siku ya Jumatatu katika jiji la Shenzhen, kusini mwa China, kikitoa fursa kwa wageni kufurahia burudani ya michezo ya theluji mwaka mzima katika jiji linalojulikana zaidi kwa hali ya hewa ya kitropiki. Huyu hapa Simi Wanjala na ripoti hiyo kwa kina. Kituo hiki kinachojulikana kama Shenzhen Huafa Guangbi Ice and Snow World kinachukua eneo la takriban mita za mraba 1,100 sawa na ukubwa wa viwanja 11 vya mpira wa miguu, na kimetambuliwa rasmi na rekodi za dunia za Guinness kama kituo kikubwa zaidi cha aina yake duniani. Kituo hiki kina njia 5 za kuteleza, ambapo njia ndefu zaidi inafikia urefu wa mita 450 pamoja na sehemu ya kurukia kwa urefu wa mita 83. Mradi huu wa kipekee unatarajiwa kuleta mageuzi katika michezo ya majira ya baridi katika maeneo ya kusini mwa China, sambamba na kukuza utalii na uchumi wa eneo hili. Katika kipindi cha siku kuu ya kitaifa ya China, kituo hiki kinatarajiwa kuvutia idadi kubwa ya wageni. Ingawa China tayari ina vituo vingine vya ndani vya kuteleza kwenye theluji, kikiwemo kimoja katika jiji jirani la Guangzhou, kituo hiki kipya kinajitofautisha kutokana na ukubwa wake wa kihistoria na miundombinu ya kisasa ya kiwango cha kimataifa.
Mbali na michezo ya theluji, mradi huu pia unatazamiwa kuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya kiuchumi katika ukanda wa Greater Bay Area, kundi la miji muhimu kusini mwa China, na pia kuwavutia watalii kutoka mataifa jirani kama Thailand na Vietnam. This facility not only going to attract people in Shenzhen, but also people in the Greater Bay areas and the southern eastern part of the Asia. For example, like Thailand, like the Vietnam. This differentiation will bring economics and the social and the cultural benefits to the whole society. Kiwanda cha kwanza duniani cha kuzalisha umeme kwa nishati ya jua chenye minara miwili na jenereta moja kimeanza majaribio ya uendeshaji siku ya Alhamisi katika kaunti ya Guangzhou, mkoa wa Gansu, kaskazini magharibi mwa China. Kumradhi. Mfumo huo unatumia takriban vioo vinavyofuata jua 27,000 kuelekeza mwanga wa jua kwenye kila moja ya minara yenye urefu wa mita 200 na kuyeyusha chumvi maalum ndani yake kwa ajili ya kuhifadhi nishati. Jacob Mogoa na maelezo zaidi. Mradi huu wa ubunifu unatumia vioo karibu 27,000 vinavyoelekeza miale ya jua kwenye minara miwili yenye urefu wa zaidi ya mita 200 kila mmoja. Ndani ya minara hiyo kuna chumvi ya kuyeyuka, yaani molten salt, ambayo huhifadhi joto kwa muda mrefu. Kwa mfumo huu, mwanga wa jua hujilimbikiza na kupasha maji moto ili kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme sawa na mtambo wa makaa ya mawe. Lakini tofauti yake kuu ni kwamba kituo hiki kinaweza kuzalisha umeme hata usiku, kwa kuwa chumvi iliyoyeyuka huhifadhi joto la mchana na kulitumia tena wakati wa giza kama betri kubwa ya joto. Ubunifu wa kutumia minara miwili badala ya moja unaongeza ufanisi kwa takriban 24% zaidi ikilinganishwa na mifumo ya kawaida ya mnara mmoja ya concentrated solar power, yani CSP, kwa sababu vioo vinavyokusanya mwanga vinaweza kugawanywa kwa akili na minara yote miwili kwa kutumia teknolojia ya udhibiti wa kisasa. Mradi huu sasa umeanza majaribio ya mfumo mzima, hatua muhimu inayounganisha ujenzi na uendeshaji rasmi wa kituo hiki. Hii inathibitisha kuwa vipengele vyote vya kiufundi viko tayari kwa usalama na uendeshaji thabiti, na hivyo kuweka msingi imara wa kuanza kwake kibiashara. Kiwanda hiki cha umeme wa jua kina uwezo wa kuzalisha kilowati 100,000 na ni sehemu ya mradi mkubwa zaidi wa kilowati 700,000 huko Guangzhou, ambao pia unajumuisha shamba la upepo la kilowati 400,000 na kituo cha sola cha kilowati 200,000. Kwa jumla, mradi huu unaweza kutoa hadi kilowati bilioni 1.8 za nishati safi kila mwaka na kupunguza utoaji wa kaboni kwa takriban tani milioni 1.53, hatua kubwa katika kupunguza mabadiliko ya tabia nchi na kukuza matumizi ya nishati jadidifu. Kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China, leo Zakia Pong anaangazia kampuni 3 nchini China ambazo zimekumbatia teknolojia mpya katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali na kuzisaidia kupiga hatua za kipekee kibiashara. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Makampuni 3 katika mkoa wa Jilin wa kaskazini mashariki mwa China yanatoa mifano halisi ya mkakati mpya wa mageuzi ya viwanda nchini China kwa kusukuma zaidi biashara ndogo na zenye ukubwa kati kuwa kampuni ya jitu dogo ambayo yanajishughulisha na uzalishaji, utaalam katika soko la biashara na kujivunia teknolojia ya hali ya juu. Kampuni hizo 3, Haoyue Group, mzalishaji wa nyama ya ng'ombe; Anrit, mtengenezaji wa porini ya binadamu; Changyou Food, mtengenezaji wa chapati, wanaongoza katika kutengeneza bidhaa zao kwa kutumia teknolojia za kisasa, uvumbuzi na kukumbatia teknolojia mpya. Ndani ya kituo cha kuzalisha nyama ya ng'ombe cha kampuni ya Haoyue Group katika mji wa Yangchun, mazizi safi, muziki wa jadi na hata mashine za masaji hujenga mahali kama
kiwanda cha kisasa kuliko shamba la mifugo. Kwa mifugo bora zaidi na ufugaji wa kisayansi, nyama ya ng'ombe ya kampuni ya Haoyue imeidhinishwa katika nchi 27 na kuifanya kuwa kati ya wauzaji wakubwa wa nyama ya ng'ombe wa China. Katika mji wa Tonghua, kampuni nyingine ya jitu dogo, kampuni Anrit, imepata mafanikio kudhibiti tu pengo la utengenezaji wa porini ya binadamu, bali pia unasukuma usahihi wa kibioteki katika masoko ya kimataifa. Kampuni hiyo ina mifumo ya kujieleza ya chachu kuzalisha albumin ya usafi wa hali ya juu ambayo ni salama zaidi yenye gharama nafuu. Wakati huo huo, katika mji wa Dunhua, uvumbuzi unachukua nafasi kubwa. Kampuni ya Changyou Food inageuza maandishi kwenye vitafunwa vya mitaani vya Wachina kwa nia za uzalishaji wa kiwango cha dawa na itifaki kali za uchachishaji. Chapati zake zinasafirishwa hadi kwenye nchi 16. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Imekuwa miaka 20 tangu taasisi ya kwanza ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina kuanzishwa katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Taasisi hiyo ilikuwa ndio ya kwanza kabisa barani Afrika. Kwa miongo miwili imekuwa ikitoa mafunzo ya lugha ya Kichina na kusaidia wanafunzi kunufaika na ajira, lakini pia na utaalam ambao umewawezesha kujikuza kiuchumi na kimaisha. Leo tunasikia hadithi ya Bakari Wanjala ambaye amesomea taasisi ya Confucius katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Wajua, wakati nilipokuwa katika shule ya upili, wakati ule sikuwa na ndoto ama sikuwa na imani kwamba siku moja nitakuja kusomea lugha ya Kichina. Kwa hivyo wakati ule nilikuwa nasikiza CRI, kukumbuka kulikuwa na kipindi ambacho inaitwa Jifunze Kichina, ilikuwa inakuja kutoka KBC. Wakati ule nilikuwa na ari ya kusoma, lakini sikujua kwamba siku moja nitakuja kusomea. Kwa hivyo nilipofika shule ya upili, nikasoma, nikamaliza, nikaingia chuo kikuu kule Kabianga. So huko ndio tulipewa nafasi ya kusoma, kwamba watu ambao tunafanya mawasiliano, tukaambiwa kwamba mtaweza kuchagua lugha moja ya kigeni kuja kusomea. Kwa hivyo kulikuwa na Kifaransa na Kichina. Wakati ule mwalimu wangu wa Kichina alikuwa ni mtu kutoka jamii ya kwetu. Nikafeel kwamba hapa maybe pia mimi naweza pata nafasi ya kusoma Kichina. Kwa hivyo maana nchini Kenya kwa sasa kuna watu wengi sana ambao wanasomea mawasiliano. Kwa hivyo ni kitu gani kingine ambacho pengine kitakupea nafasi katika jamii ya sasa? Wajua kazi ni vigumu kupata, wanafunzi wengi wamesoma. Kwa hivyo niliona nikisoma lugha ya Kichina, japokuwa ina ile fikra kwamba ni lugha ngumu sana kusomea, lakini kwa maana kwamba nilikuwa nataka kuwa na kitu kingine tofauti na wengine, ikifika wakati maybe ya kutafuta kazi itakuwa rahisi sana. So kwa hivyo hii tamaa ya kuwa na something more nilifanya nikasomea lugha ya Kichina. Wajua Kichina ni mojawapo ya tamaduni ambazo ni kale sana. Kwa hivyo wakati nilianza kusoma lugha ya Kichina nikiwa Kabianga, wajua wakati ule kwamba hamna mwalimu anakuja na kufunza masaa 3 kwa wiki. Kwa hivyo si ya kutosha kwenda kujifunza lugha ya Kichina. Kwa hivyo nilianza kitambo sana. Mwalimu akishatoka darasani pengine unaenda kwenye mitandao unatafuta vitu vya kusoma. Hapo ndipo nilikutana na tamaduni za Kichina mara ya kwanza. Wajua vile ambavyo wao wanafanya vitu vyao ni tofauti. So wakati unaanza kusoma Kichina, alafu hii Confucius ni mojawapo ya taasisi ambazo kweli inawasaidia wanafunzi si kusoma tu lugha bali kusoma pia tamaduni. Kwa hivyo kumekuwa na vitu vingi ambavyo vimeweza kuorganiziwa ni Confucius Institute, ambayo mnakuja mna experience ile tamaduni ya Kichina. Kuna dances, hizi mitindo za kucheza, kuna mambo mengi sana. So kwa hivyo nilifika Uchina nikapata marafiki ambao wajua watu wengi tukitoka Kenya kuna talanta mbalimbali. So mimi nikawa napenda sana kufanya mashairi ya Kichina. Nilienda Uchina mara ya kwanza mwaka wa 2019. Wakati ule nilikuwa bado nasoma, niko mwaka wa pili, nikafanya vizuri kwenye mtihani. Confucius ikanisaidia kwamba uende experience China kwa muda wa wiki 2
pamoja na marafiki zangu wengine. So mara ya kwanza kufika Uchina, wajua ndio mara ya kwanza unapanda ndege unafika Uchina, unapata mambo ni tofauti sana. Unajua kwa akili yetu Kichina ni mojawapo ya sisi tumeangalia televisheni hizi filamu za Uchina sana. So ile impression yako ya Uchina ni tofauti sana, na ukifika kule unapata it's a modern society. Yeah, si vile kwamba ulivyo nini mara ya kwanza kwa akilini mwako. So ilikuwa tofauti sana, kulikuwa na very shock to me. Kwangu sehemu ngumu ambayo ningesema pengine ni characters. Sijui kwa Kiswahili tutaita vipi, lakini ni mojawapo ya sehemu ambayo lazima uandike maandishi ya. Kwa hivyo wakati ule sasa mwalimu akija darasani anakuambia sasa haya si ngumu kuandika, unafuata hivi. Kwa hivyo mimi nilidhani kwamba hii itakuwa ngumu sana kusoma. Kwa hivyo nilijiongeza muda wa kusoma haya maandishi. Kwa hivyo Kichina chenyewe kusoma maybe huenda isikuwe ngumu, lakini kuandika ikawa vigumu zaidi. So hivyo mwalimu alikuwa anatuambia kuna sheria za kuandika, maybe kutoka kushoto kwenda kulia, kutoka juu kwenda chini, ndani kabla ufunge. So nilijizoesha kuandika hivi. Kwa siku naandika maandishi zaidi ya 200. Ndio posa sasa iweze kubaki akilini mwako. Next time ukiandika itakuwa rahisi kidogo. Wajua lugha ya Kichina ina toni, sio? So ukisema toni ambayo si sahihi italeta maana tofauti. Yeah. So wakati mmoja wakati unaenda kuambia mtu for example salamu wajua Kichina unasema ni hao, habari. So ukisema ni hao utakuwa umebadilisha maana ya ile sentensi. So ishanikuta wakati mmoja wakati unajaribu kuambia mtu naenda mahali fulani, lakini kwa sababu toni yako si sahihi unajipata kwamba unasema kitu kingine na watu wakucheke, maybe ni kitu cha kuchekesha ama hakuelewi kabisa. Kwa hivyo hata hivyo mimi nilipoanza kusoma lugha ya Kichina nikaona ni vizuri utilie maanani hizi toni. Kwa hivyo mimi ikifika ni sehemu ya toni nilishika kabisa ili nisije nikafanya mambo ambayo ikawa kichekesho kwako. Nakumbuka nikianza kusoma Kichina ilikuwa ni ili maybe ikifika wakati wa kazi nitapata fursa zaidi kuliko wengine. Kwa hivyo tulipomaliza shule kidato university chuo kikuu, mimi nilipata kazi wiki ya kwanza baada ya kumaliza shule kabla hata sija graduate. Kwa sababu tunaweza kuzungumza lugha ya Kichina. Wakati ule nilikuwa nikimaliza shule nilikuwa nimepita kuna hizi mitihani 1 mpaka 6. Wakati ule nilikuwa nishapita 5, nafasi ya 5. Kwa hivyo mimi kuweza kupata kazi haikuwa vigumu. Wakati ule nimemaliza shule, nikaitwa kazi, nikafanya kazi. Hiyo ni mojawapo ya fursa ambayo lugha ya Kichina imenipa. Baada ya hapo nikaenda kufanya kazi Mombasa, kampuni nzuri sana ya Kichina vile vile. Nikapata nafasi tena ya kwenda China kusomea masters, na sasa hizi pia bado kwa sababu ya Kichina nafasi tena ya kurudi China kusomea doctorate. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第5课，你会不会做饭？ Sikiliza rekodi hii na usome. 包子，包子，医生，医生，厨师，厨师。 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 会，会，做，做，真，真，好吃，好吃。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 会， Tafadhali soma nami maneno haya. 会做饭，会做饭，不会做包子，不会做包子。做，做饭，做饭。真，真大，真大，真漂亮，真漂亮。
好吃，很好吃，很好吃，不好吃，不好吃。 Treni ya sanduku la hazina. Utapokea sanduku la hazina ukisoma herufi za Kichina sahihi. Treni ndogo hatimaye italeta sanduku la hazina. 会，做，真，好吃，包子，医生，Msako wa hazina. Kuna kasha la hazina ndani ya pango. Kama ukijibu sahihi, unaweza kupata ufunguo wa kufungua kasha la hazina na kupata hazina zilizo ndani. 会不会？是不是？要不要？好吃不好吃？高不高？ Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Mfanyie wema yule unayemuona ni mwema, na mfanyie wema yule ambaye si mwema. Wema hauozi. Popote unapopandwa ama unapolimwa, utakurudia tu. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.